Kitabu cha Kutoka, nasoma mstari wa 12. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote na wana wa Israeli, kawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatwaa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, na mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake awatwae mwanakondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwanakondoo. Mwanakondoo wenu atakuwa hana ila mume wa mwaka mmoja. Mtamtwaa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatwaa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu na katika zile nyumba watakazomla. Watakula nyama yake usiku ule ule imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msiile mbichi wala ya kutokoswa majini, hali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita katika nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwamo, nami nitapoiona ile damu nitapita juu yenu, ili lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Mtakula mikate isiyochachwa muda wa siku 7. Siku hiyo ya kwanza mtaondoa chachu yote isiwe katika nyumba zenu kabisa, kwa kuwa mtu yeyote atakaye kula mkate uliochachwa tangu siku hiyo ya kwanza hata siku ya 7, nafsi hiyo atakatiliwa mbali na Israeli. Siku ya kwanza kutakuwa kwenu na kusanyiko takatifu, na siku ya 7 kutakuwa kusanyiko takatifu. Haitafanywa kazi yoyote katika siku hizo, isipokuwa kwa hiyo ambayo kila mtu hana budi kula, hiyo tu ifanyike kwenu. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya siku hii kuu. Siku hii ni kuu mno. Ninakushukuru kwa sababu imebeba mambo makubwa. Ninakushukuru kwa sababu ndani ya siku hii uko ukombozi wa maisha ya mwanadamu mmoja, uko ukombozi wa dunia, uko ukombozi
Asante kwa sababu siku hii inapoadhimishwa ni ishara ya matendo yako makuu ambayo umeyatenda katika dunia na katika ulimwengu wote. Tunapokwenda kutafakari maneno haya, Baba, ninakualika jihudhurishe katikati yetu, useme na moyo wa kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Sasa nataka niende taratibu nikuchambulie kidogo uelewe maana ya Pasaka. Jina la Bwana libarikiwe. Neno Pasaka lilitokana na neno la Kiebrania. Linaitwa Pesach. Pesach. P-E-S-A-H. Pesach. Na waliotafsiri kwa lugha ya Kiingereza walitafsiri ya kwamba neno hilo maana yake ni pass over. Pass over. Bwana Yesu asifiwe. Kiswahili cha kawaida maana yake pita juu ya. Pita juu ya au vuka au hifadhi salama usiue. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hii sikukuu ilikuwa ni moja ya sikukuu kubwa sana kwenye taifa la Israeli. Sasa hivi naona inapoteza hamasa, sio kama ilivyokuwa zamani. Hii sikukuu ilikuwa ni moja ya sikukuu kubwa sana kwa taifa la Israeli, na ilikuwa ni sikukuu kubwa ya kukumbuka ukombozi wa taifa lao kutoka utumwani Misri, na jinsi ambavyo Mungu aliwaokoa kwa mkono wake wa nguvu na uweza wa ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikurudishe nyuma. Ikumbukwe kuwa Israeli iliingia utumwani Misri bila makusudio. Bila makusudio. Iliingia utumwani Misri bila makusudio. Ni katika kipindi cha utawala wa Israeli ilipopita kwenye wakati wa njaa. Utakumbukwa Yusufu, kama ni mmoja ya watoto wa taifa la Israeli, alikuwa ameuzwa Misri kwenda kuwa kama mfanyakazi. Lakini Mungu alipombariki, alipoenda Misri, alipata kibali akawa waziri mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Alipopata nafasi ya kuwa waziri mkuu, mtawala wa kipindi hicho alimpa nafasi ya kuichukua familia yake yote iende ikaishi Misri, na walitengewa eneo kabisa la kwenda kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wakaishi huko kwa muda mrefu. Haleluya. Wakaishi huko kwa muda mrefu, na wanakadiria kati ya miaka 430 hivi taifa la Israeli liishi kule. Sasa kama ni miaka 480, utagundua ya kwamba tayari walikuwa wamezaliana wakawa wengi kwenye nchi ya ugeni. Bwana Yesu asifiwe. Mtawala aliyekuwepo wa awali aliwapenda, aliwaheshimu kwa sababu Yusufu alikuwa ni moja ya mtu aliyekuwa sababu ya taifa lile kupona kwenye njaa. Maana Mungu alileta njaa na akamwandaa Yusufu kama sehemu ya ukombozi wa lile taifa. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa kwa muda huo wa miaka mingi ambayo walikaa kule, Biblia inasema baadaye walianza kupigwa vita. Walianza kupigwa vita kwa sababu walizaliana wakawa wengi, na walipozaliana wakawa, Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Wakafanya kama walivyoambiwa.
usiku ule kweli malaika wa uuaji alipopita, wazaliwa wa kwanza walikufa wote, iwe ni kwa binadamu au kwa wanyama. Kwa hiyo ulikuwa ni msiba usiku. Jina la Bwana libarikiwe. Na msiba huu ulikuwa sio wa kwenda kumtia pole mwenzako. Ulikuwa kila nyumba kuna msiba. Hapa anapiga kelele, oh mtoto wangu, na hapa anapiga kelele mtoto wangu, na hapa mtoto wangu, na hapa mtoto wangu, mpaka nyumbani kwa Farao mwenyewe nako msiba. Mungu sasa ndio anaongea na Farao ya kwamba sasa nataka uwaruhusu watu wangu waondoke, maana usipowaruhusu sasa nadhani kuna jambo kubwa linakwenda kutokea. Biblia inasema ya kwamba Farao kwa hasira, kwa sababu pigo ya nyuma alikuwa ameshamchosha, lile pigo lilipotukia akasikia hasira zaidi, akatangaza usiku huo haraka Waisraeli waondoke kwenye taifa letu, waondoke zao, hatuwataki tena, wanaleta madhara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wale kwa sababu walikuwa wameandaliwa, ndio wakakusanya vitu vyao na kila kitu, wakaamua kuondoka na safari ikaanza ya ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unisikilize unielewe. Wanatheolojia wanasema Biblia imeandika habari ya ukombozi wa mwanadamu. Kama ingekuwa ujumbe mkuu wa Biblia, ujumbe mkuu ni ukombozi wa mwanadamu. Hiki kilichofanyika cha taifa la Israeli kutolewa kwenye nchi ya Misri kwenda Kanaani kilikuwa ni kivuli cha ukombozi wanaofanyiwa wanadamu leo wanapomwamini Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa niende taratibu uweze kunielewa. Naomba unifuatilie. Haikuwa rahisi kuachiliwa, ila ilimlazimu Mungu atumie mapigo kwa Farao ndipo Israeli wakombolewe. Kwa hiyo tungeweza kutamka Pasaka ilizaliwa kuanzia hapa kwenye huu ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Hili tukio lilikuwa ni tukio la Bwana kupita juu ya nyumba za Israeli bila kuwaua. Wakati wengine wote wanakufa, wazaliwa wa kwanza kwenye nyumba ya Israeli hakuna aliyekufa hata huyu. Sasa tendo lile la ule ukombozi la kuvuka nyumba za Waisraeli bila kuuawa wazaliwa wa kwanza kwenye nyumba ambazo zilikuwa zimepakwa damu kwenye miimo na vizingiti vya milango yao, kilikuwa ndiyo kitu cha ukombozi wao. Wakapona, wakaondoka wote, hawakuzika mtu kwenye lile tukio. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu baada ya kuwatoa pale akawapa agizo ya kwamba watafanya sherehe au sikukuu kila mwaka kuadhimisha lile tendo la ukombozi ambalo Mungu alilikomboa taifa la Israeli kwa nguvu, kwa ishara na maajabu, wasije wakasahau. Jina la Bwana libarikiwe. Akawawekea kila mwaka watakuwa wanafanya hiyo sikukuu. Bwana Yesu asifiwe. Na hicho kitabu kisoma kinaonyesha aliwaambia watakuwa wanafanya sikukuu kila mwaka mwezi wa Abibu. Mwezi wa Abibu. Bwana Yesu asifiwe. Kiyunani au kwa kalenda ya Kiyunani au Wayahudi, mwezi wa Abibu ni kati ya miezi ya mwezi wa 3 au mwezi wa 4. Bwana Yesu asifiwe. Around mwezi wa 3 au wa 4. Na tukio hili alikuwa amewapa utaratibu, litakuwa linafanyika kwa wiki nzima, juma nzima, siku ya kwanza mpaka siku ya 7. Na kwenye mwezi wa Abibu aliwaambia watakuwa wanaanza tarehe 14 mpaka tarehe 21.
ya mwezi wa Abibu ndipo atakapokuwa anasherehekea hii sikukuu, na wataifanya kila mwaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na katika tukio hili kila mwaka walitakiwa wafanye mambo kadhaa. Kila mwaka walitakiwa wafanye mambo kadhaa. Moja ya mambo ambayo walitakiwa wafanye, jambo la kwanza, walitakiwa kuchinja wanyama wengi sana. Na walitakiwa kuchinja wanyama wengi sana kama sehemu ya sadaka, kukomboa wazaliwa wao wa kwanza ambao walitakiwa kufa lakini hawakufa. Inaomba unielewe vizuri hapo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani walikuwa wanatakiwa wachinje wanyama hao, kondoo au mwanambuzi ambaye ana mwaka mmoja na ni wa kiume, na anasema asiye na hila. Na anasema ya kwamba walitakiwa wakisha, hiyo ni wiki nzima hiyo, ndani ya hiyo wiki walitakiwa wachinje wanyama hao wengi. Anasema kila nyumba walitakiwa wachinje. Labda kama kuna familia zile ambazo hazina watu wengi, alisema wanaweza wakachinja mwanakondoo mmoja, wakashare, wakashirikiana. Lakini maandiko yanaonyesha ya kwamba kwa nini walitakiwa kuchinja, ni ili kukomboa wazaliwa wa kwanza ambao hawakufa kule walikotakiwa kufa kama walivyokufa wenzao. Na ilikuwa wafanye hivyo kila mwaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na pia jambo la pili, walitakiwa kula mikate isiyochacha. Walitakiwa kula mikate ambayo haijaumuliwa. Ninyi mnajua wamama huwa mnafanyaje kumua mikate. Sasa mnaweka sio hamira na nini. Wao walikuwa wanatakiwa wasifanye vile ili kukumbuka ya kwamba kule walikokuwa siku ile walitolewa usiku, wakati ambapo kama ni mikate imekandwa ilikuwa haijatiwa ili iumuke. Na tafsiri yake ya chachu ilikuwa ni kwamba chachu ni uovu. Ndio maana hata mwanakondoo alitakiwa anayetolewa asiwe na hila. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa alitakiwa wale mikate ambayo haijachacha. Na kwenye tukio hili pia wanasema ya kwamba wanyama wale waliokuwa wanachinjwa walikuwa hawaruhusiwi kupikwa. Walikuwa wanaokwa, wanachomwa. Hata mboga waliambiwa wale mboga za majani chungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wanasema hata wanyama wakati wa kula walitakiwa waliwe siku hiyo usiku, kwa sababu kule walitolewa usiku, kwa walitakiwa waliwe usiku kwa usiku, asubuhi kusionekane chochote. Anasema kila kilichobakia kwenye wale wanyama walitakiwa wachome, waunguze, asubuhi kusionekane. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndani ya wiki hili Mungu alitaka kuwafundisha taifa la Israeli juu ya umuhimu wa utii na ukombozi wa damu kama maandalizi ya mwanakondoo atakayeubeba ulimwengu na kuuokoa ulimwengu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa ninaomba nisaidie watu wachache wapate kufahamu kwenye fahamu zao. Kumekuwa na matukio ya kukomboa wazaliwa wa kwanza. Watu wanasema toa sadaka ya kukomboa mzaliwa, toa sadaka ya kukomboa mzaliwa wa kwanza. Sipotoa sadaka mzaliwa wa kwanza anaweza kafa, anaweza kapata changamoto na nini na nini. Hii imeanzia hapa. Historia yake ilianzia huku.
kwamba walikuwa wanatoa sadaka ile ya kukomboa mzaliwa wa kwanza, lakini ile ilikuwa kwa taifa la Israeli na ilikuwa kabla ya Yesu hajaja. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Baada ya Yesu kuja, sadaka ambayo ilitolewa ya Yesu Kristo mwenyewe, hasa anaitwa mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu, yeye alilipa fidia ya damu zote ambazo zilitakiwa ziendelee kumwagika. Alipochinjwa mara moja, alilipa fidia zote. Mwanadamu hapaswi kutoa sadaka ya kukomboa mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza anakombolewa sasa kwa damu ya Yesu. Mtu anapomwamini Yesu na kumpokea Yesu, amekombolewa yeye na watoto wake wote na kizazi chake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo ya mzaliwa, hiyo ya mwanakondoo unaweza kuipata kwenye Yohana 1:29. Yohana 1:29. Hapo panaonyesha juu ya mwanakondoo. Nirudi nyuma tena kidogo nikupeleke mahali fulani uweze kunielewa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Yesu anakuja anazaliwa, yeye aliikuta sikukuu ya Pasaka. Haleluya. Na wazazi wake walikula sikukuu ya Pasaka pamoja na Yesu. Walifanya hiyo sikukuu pamoja na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Walikula pamoja. Ukisoma kwenye Luka sura ya 2:41 mpaka 50 utakutana na tukio hilo la Yesu kwenda na wazazi wake kula Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Na hili tukio la Yesu kufa lilitokea pia kwenye wiki ya Pasaka, kulingana na utaratibu wa Agano la Kale. Maana Agano Jipya walikuta sikukuu ipo na wao wakaendelea nayo, na matukio yaliyokuwa yanafanyika Agano la Kale wakaendelea nayo, lakini yalikuja kubadilika baada ya Yesu kufa. Haleluya. Lakini kabla ya Yesu matukio yalikuwa yanafanyika vile vile. Sasa tukio la mwisho la Yesu kushiriki siku ya Pasaka kwa mfumo uliokuwepo, hebu tusome kwenye kitabu cha Mathayo 26. Mathayo 26. Kwenye Mathayo 26 nasoma mstari wa 17. Biblia inasema hata siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu. Unaona? Anarudi kule kule Agano la Kale. Wanafunzi wake walimwendea Yesu wakamwambia, ni wapi utakapo tukuandalie uile Pasaka? Maana ilikuwa inaeleweka wiki la Pasaka ni mikate isiyo. Akasema enendeni mjini kwa mtu fulani mkamwambie, mwalimu asema majira yangu ni karibu, kwako nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyowaagiza, wakaiandaa Pasaka.
Basi kulipokuwa jioni, aliketi chakulani pamoja na wale thenashara, nao walipokuwa wakila akasema, amini amini nawaambia, mmoja wenu atanisaliti. Wakahuzunika sana, kaza kumuuliza mmoja, ni mimi Bwana? Akajibu akasema, yeye aliyetia mkono wake pamoja nami katika kombe ndiye atakaye nisaliti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Niruke niende mstari wa 26. Nao alipokuwa wakila, Yesu alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu, hata siku ile nitakapokunywa pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anaongea, anawaambia ya kwamba kile anachokwenda kukifanya, Biblia inasema alichukua mkate, akaufananisha mkate na mwili wake. Jina la Bwana libarikiwe. Akachukua mzabibu, akaufananisha na damu yake. Anasema akachukua akawapa, na akawaambia, hii ni ishara inayoonyesha agano langu la ukombozi na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba hiyo damu inayotolewa sasa, hiyo damu ambayo wanainywa, wafahamu ya kwamba ni agano ambalo litawafanya watu wengi kuondolewa kwenye dhambi. Jina la Bwana libarikiwe. Alipokunywa tu na kuwapa ule mkate wakala, akawa amemaliza, na akawaambia, jamani, hii ni Pasaka yangu ya mwisho, sitakunywa tena. Lakini naye akaagiza, fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Maana yake nini? Maana yake wenzetu wa agano la kale waliambiwa itakuwa ni sikukuu yao ya maisha ya milele. Lakini na sisi kwa andiko hili ni fundisho ya kwamba anasema tufanye hivi kwa kumkumbuka yeye. Maana yake Pasaka ni tukio ambalo linapaswa kusherekewa. Tatizo la leo ambalo linasumbua wengi ni siku. Na leo kuna wengine hawasherekei. Bwana asifiwe. Ukiwauliza kwa nini, wanasema, kwani Yesu alikufa siku yenyewe hii? Nani alikwambia? Hata ya kuzaliwa kwa Yesu utasikia hizo ni kalenda za makafiri tu wasio na Mungu. Yesu hakuzaliwa siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize, iwe hakuzaliwa siku hiyo, iwe hakufa siku hiyo, lakini ni uthibitisho. Yesu alizaliwa, hakuzaliwa. Alikufa, hakufa. Alifufuka, hakufufuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini sasa isisherekewe? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia taratibu za uadhimishaji wa matukio ya Pasaka unatofautiana na ule wa agano la kale kulingana na mazingira Yesu aliyokuja kubadilisha. Walitakiwa wachinje kondoo au mwanambuzi wapake wale usiku, wafanye na nini, mambo mengi kiumtazamo wa agano la kale. Na anasema Mungu alikuwa amewaambia wafanye vile ili kukumbuka jinsi Mungu alivyowatoa kwa nguvu kubwa mikononi mwa taifa la Misri.
Jina la Bwana libarikiwe. Sasa Pasaka iliyokuja kuzaliwa baada ya Yesu inatofautiana kwa sababu matukio ya kipindi kile yalihusisha wanyama, lakini matukio ya sasa hayahusishi wanyama tena. Yesu alishatolewa kama mnyama pekee ambaye anakomboa maisha ya wanadamu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Hako kalikuwa kama ni kahistoria kadogo ka Pasaka ilikoanzia na leo ilipo. Sasa nikupeleke kidogo kwenye mateso ya Yesu, kufa na kufufuka. Hapa patamu. Jina la Bwana libarikiwe. Hapa ninapokuja hapa ni patamu. Hapa ni patamu. Huwa nikianza kueleza kuanzia Yesu alipozaliwa, nasikia wakati mwingine hata nywele zinasisimka. Kwa nini? Tukio tu la Yesu kuzaliwa, Biblia inaonyesha ya kwamba Herode alichanganyikiwa. Anapambana na katoto kachanga, anapambana na katoto ambako hakawezi hata kunyanyua mkono, lakini aliposikia ya kwamba kuna mfalme amezaliwa akachanganyikiwa. Ni nini kile kilichotabiriwa katika kitabu cha Isaya kinaonyesha ya kwamba Yesu aliyezaliwa alikuwa sio mtu wa kawaida. Haleluya. Anaposema uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, alikuwa na maanisha kweli ya kwamba Yesu anayezaliwa anazaliwa na uweza na mamlaka na nguvu ya kutenda maajabu. Haleluya. Haleluya. Utasoma kwa wakati wako Mathayo 26 47 mpaka 50. Mathayo 26 47 mpaka 50. Hapo panaonyesha Yesu alivyokamatwa. Panaonyesha jinsi ambavyo Yuda alimsaliti Yesu. Alienda kambusu kuwatambulisha wale ambao walikuwa wamekwisha kuchukua vipande vya fedha ya kwamba nitakaye mbusu ndio mkamateni. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na wakamkamata. Nataka utasoma pia mwenyewe Mathayo 27 kuanzia mstari wa 27 na kuendelea. Panaonyesha mateso aliyopitia Yesu baada ya kukamatwa. Kama Ijumaa ningekuwa nafundisha ningeanzia hapo. Mateso aliyoyapata Yesu baada ya kukamatwa. Alivyotemewa mate, alivyopigwa, alivyoteseka, alivyovuliwa nguo, alivyoaibishwa. Panaonyesha jinsi ambavyo kazi ya ukombozi ilimgharimu Yesu. Haleluya. Panaonyesha namna ambavyo ilikuwa ni mateso, ilikuwa ni fadhaa, ilikuwa ni shida, lakini kitendo kile cha fadhaa na shida ndicho kilichozaa leo mwanadamu anaokolewa na mwanadamu anafunguliwa na kuwekwa huru. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa mimi nataka nisome kitabu hiki cha Mathayo, nianzie sura ya 27. Hapo nataka nisome jinsi alivyokufa na matukio yaliyotokea baada ya kufa na jinsi alivyofufuka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika Mathayo 27 nianze mstari wa 45 niende pale mpaka 54 hivi. Alafu nitaruka niende mbele kidogo. Hapo sitachukua muda. Nikimaliza kusoma hapa dakika zangu chache tutakuwa tumemaliza kitu cha leo, utakuwa umepata kitu. Bwana Yesu asifiwe. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Naam, kama saa 9 hivi Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabakithani.
yaani Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Na baadhi ya waliohudhuria waliposikia walisema, huyu anamuita Elia. Mara moja wao akaenda mbio, mara mmoja wao akaenda mbio, akatoa sifongo, akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha. Wale wengine wakasema, acha na tuone kama Elia anakuja kumuokoa. Na Yesu akisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Panapofuatia sasa panaonyesha matukio yaliyotokea baada ya Yesu kufa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Namba 1. 2, nchi ikatetemeka. Namba 3, miamba ikapasuka. Namba 4, makaburi yakafunuka. Namba 5, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala na wakisha kutoka makaburini mwao baada ya kufuka kwake, wakaingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu walipoona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema, hakika huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Panapofuatia utasoma mwenyewe. Mimi nisome 28 mstari wa kwanza niishie mpaka wa 6. Hapa naonyesha ufufuko sasa. Hata Sabato ilipokwisha, ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Maria Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringisha lile jiwe, akalikalia. Na sura yake alikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumuogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mpatazame mahali alipolazwa. Jina la Bwana libarikiwe. Hapa patamu, ni pazuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize, niende taratibu, nianze na tukio lilivyoanza mpaka ikatokea haya yanayoongelewa. Biblia inaonyesha ya kwamba walipomkamata Yesu, wakaanza kumtesa na kumpa shida, wakamjeruhi, wakamuumiza, wakamwaibisha. Biblia inasema ya kwamba wakati ulipofika, amejeruhika, ameumia, analia, Eloi Eloi lama sabakthani, yani Mungu wangu, mbona umeniacha? Biblia inasema ya kwamba kitendo kile cha kuanza kulia, kitendo kile cha kuanza kupiga kelele wao, kwa sababu alisema Eloi Eloi, walijua ya kwamba anamuita Elia. Hawakujua ya kwamba anaongea na baba yake. Nisikilize, Eloi Eloi ilikuwa ni lugha ya rohoni, ni lugha ya kimbingu ambayo wao hawakuielewa. Walijua ni anamuita Elia, kumbe anaongea na baba yake. Anamwambia, Bwana, mbona hapa naonekana niko peke yangu? Nisikilize, na hiyo ndio kawaida ya Mungu. Yeye hachangamani na dhambi. Maandiko yanaonyesha wakati ule Yesu alikuwa amebeba dhambi ya ulimwengu, na kwa sababu alikuwa amebeba dhambi ya ulimwengu,
ulimwengu, Mungu ilibidi akae pembeni ili ya kwamba kazi ile aliyoibeba ya dhambi apate kuipeleka mpaka msalabani, ambapo mwanadamu atapata ukombozi, ambapo mwanadamu atapata salama ya maisha yake. Biblia inaniambia ya kwamba wakati wamempigilia misumari, wakati amepiga kelele na kulia, anasema ya kwamba mara roho yake ikatoka. Nisikilize, baada ya roho ya Yesu kuondoka pale kwenye mwili, maandiko yanaonyesha ya kwamba ghafla kulikuwa na giza. Tangu saa 6 mpaka saa 9 palikuwa na giza. Hapa wanapenda kupahubiri kwa sababu hakuna mwanaume amewahi kufa duniani likatokea giza. Hakuna mtu aliwahi kufa kukatokea giza. Yuko mmoja tu ambaye alibadilisha mchana ikawa usiku, alibadilisha mchana kukawa kwingine. Huyu amebeba dhambi ya ulimwengu, huyu amebeba msamaha kwa wanaompokea, huyu amebeba ukombozi wa mwanadamu. Biblia inaniambia kitendo cha yeye kukata roho kilikuwa ni cha ajabu. Alipokata roho, mawasiliano yalifunguka kutoka mbinguni mpaka kuzimu. Biblia inasema ya kwamba miamba ilipasuka, makaburi yalipasuka. Anasema ya kwamba akasikia watu waliokuwa kuzimu makaburini wakatoka wakaanza kutembea. Haijawahi kutokea. Ni kwa mmoja huyu Yesu ninayemsema, ninamuelewa habari zake. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Hapana, ninaposoma habari hizi wanapata nguvu za kumhubiri Yesu kwa nguvu zote. Alienda mpaka kuzimu. Alipoenda mpaka kuzimu, akatikisa, akamwambia shetani lete funguo, akamwambia shetani lete funguo. Shetani akaachia funguo za ukombozi wa mwanadamu, akaachia funguo. Hana funguo tena, hana mamlaka tena. Mwanadamu akitaka kuishi kwenye shida anataka mwenyewe. Mwanadamu akitaka kuishi kwenye tabu ametaka mwenyewe, lakini Yesu alishaleta ukombozi. Jina la Bwana libarikiwe. Haitajiki damu ya wanyama tena ili uweze kukombolewa. Hazitajiki damu za makafara tena ili uweze kukombolewa. Iko damu moja inanena mema hata sasa. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Wanaompokea Yesu inatakasa. Haleluya. Kwenye Wakolosai 1:13-14 anasema, naye alituhamisha akatuingiza kwenye ufalme wa pendo la mwana wa Mungu. Anasema katika yeye tuna ukombozi, katika yeye tuna msamaha wa dhambi. Nisikilize, Yesu ninayemsema anatisha, sio mtu wa kawaida. Nimekusomea kwenye hicho kitabu maakida waliokuwa wanalinda lile kaburi, maakida waliokuwa wanasimama pale kulinda, walipoona yaliyotendeka, waliokuwa wanalinda mwili wa Yesu, waliokuwa wanatembea naye wanahakisha kuaibiwi achukuliwi. Anasema walipoona yaliyotokea. Haleluya, haleluya. Sikiliza, walianza kukiri Yesu sio mtu wa kawaida. Makamanda, jina la Bwana libarikiwe, maaskari walianza wenyewe. Anasema hivi, ule mstari wa 54,
anasema hivi, wale maakida waliokuwa wanafanya kazi pale, anasema kitendo cha giza kutokea, kitendo cha miamba kupasuka, kitendo cha makaburi kutoa wafu, anasema kilitambulisha tosha. Wale walinzi wakasema, jamani tulikuwa tunaona mtu wa kawaida, tulikuwa tunaona ni mtu asiyeweza. Hapana, sio mtu wa kawaida, hakika huyu alikuwa ni mwana wa Mungu, hakika huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Haleluya! Acha nimhubiri Yesu vilivyo, hata kama hawamtaki, hata kama hawampendi. Acha nimhubiri vilivyo ninamuelewa. Katika Wafilipi 2 anasema ya kwamba baada ya mateso Mungu alimkirimia jina lipitalo majina yote. Anasema na kwa jina la Yesu wagonjwa wanapona, na kwa jina la Yesu kila ulimi utakiria kwamba ni Bwana, hata kila goti litapigwa. Hata kama leo wanakataa, majira yatakuja watakubali. Hata kama leo wanapinga, majira yatakuja watakubali ya kwamba ni Bwana. Kwa utukufu wa Bwana, kwa utukufu wa Bwana. Haleluya, haleluya. Ninamuelewa Yesu ninayemsema. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Nisikilize hizi habari. Inawezekana watu wakakuona kama umechanganyikiwa, lakini nikwambie hizi habari, hapana, hatujachanganyikiwa. Kichwani ziko timamu, hatujachanganyikiwa. Kichwani kumekaa vizuri, lakini tunaelewa hiki kilichotendeka kilikuwa sio kitu cha kawaida. Haleluya! Mwanaume alikata roho kwa kishindo mpaka watu wakaogopa, mpaka watu wakatetemeka, mpaka watu wakakubali hakika alikuwa ni mwana wa Mungu. Nisikilize, maaskari walikubali. We ni nani ukatae? Wenzako waliokuwa wanaona live walinyosha mikono wakasema no way out, huyu alikuwa ni Bwana, huyu alikuwa ni Mwokozi. Wewe ni nani hata upinge? Nisikilize, wenzako walikuwa pale pale wanaona kwa macho, hawakuwa wanaota, hawakuwa wanasoma kama unavyosoma wewe, walikuwa wanaona live. Walisema hapana, haijawahi tokea, lazima huyu ni Bwana. Wakamwamini kama Bwana. Alipokata roho, maaskari hawakuongozwa sala ya toba, lakini walikiri wenyewe ya kwamba Yesu ni Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Hizi habari ni tamu. Haleluya. Hata ukisema nizihubiri mchana kutwa, nitazihubiri. Hata ukininyima ugali kwa raha ya utamu wa injili hii nitakwenda nayo. Haleluya. Nitahubiri kwa sababu naelewa. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa hawa wenzetu walijua baada ya kumuua Yesu wamemuweza. Nisikilize, historia inaonyesha kwamba Yesu wakati yuko duniani anafanya kwa ajili ya ukombozi. Biblia inasema hivi, kuna vitu alianza kufanya vikawa vinamvuruga mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Vikawa vinamvuruga Herode, vikawa vinamchanganya. Siku moja anapita mahali, anasema wakatandika vitenge, wakatandika. Yesu akapandishwa kwenye mwanapunda, akatembea juu ya punda, anatembea, watu wanapunga mitende, watu wanashangilia, watu wanafurahi. Mfalme akachanganyikiwa, anasema akajua ndio wakati kumbe yeye anaenda kupinduliwa ili ya kwamba auchukue utawala. Ndio maana alianzisha vita, ndio maana alitafuta watu wamuue, na hata alipofanya ile mission ya kumua, alipokufa Yesu alipokufa, mfalme ndio ilikuwa
Sasa nitatawala kwa raha. Kale kalikokuwa kananisumbua kameondoka. Kale kalikokuwa kananiletea shida kameondoka. Akaenda kula na kupumzika kwa starehe, kwa raha. Mungu atusaidie. Akajua nimemaliza. Akakatoto kalitaka kuniletea jeuri. Katoto kajana tu hapa kanataka kunisumbua mimi. Nimekamaliza, afadhali nimekamaliza. Akajua ya kwamba amewini. Wakati anaendelea na kufurahia sherehe, maaskari wakaenda kumkumbusha, wakasema, baba mfalme, yule mjanja alisema siku ya 3 ata. Mimi nafikiri walioenda kumwambia yule mjanja ni wale maaskari waliojua ya kwamba Yesu ni mwana wa. Mimi najua ni wale, yani ni wale miongoni mwa wale kuna mtu atakuwa alichomoka, bwana yule mjanja alisema siku ya 3 atafufuka. Anasema ya kwamba akaagiza kikosi cha makamanda, akasema simu na maaskari tunao, silaha zipo, nendeni mkalinde, muhakikishe hatoki. Haleluya. Mimi nakwambia jamaa walikuwa na mabunduki namna hii kwenye kaburi la Yesu, na mabunduki namna hii, yani angetokea kibinadamu walikuwa wanamalizia pale ili ya kwamba kipotele mbali. Jamaa alishafanya nini? Nimeambiwa na kuna watu wa hospitali wanafanyaga namna hii. Kweli isikia kwenye mocho alikule kuna mtu amenyanyua kichwa anaongea, anasema amekufa tena, akifuka hapa itakuwa kesi, wanamaliza. Mungu atusaidie. Sijui, I'm not sure, lakini watu wanaongea. Lakini nikwambie maaskari waliokuwa wameandaliwa, walikuwa wameshaandaliwa ya kwamba asitoe pua mtu wala kamdomo akanyanyua. Mkiona tu kuna kitu kinanyanyuka hivi, waini kisinyanyuke hata kunyanyuka. Shambulia, piga kuishiria kazi. Maaskari wakatokea na bunduki zao. Wanalinda kaburi la Yesu, wanalinda nakwambia, wanageuka mbele na nyuma, kila mtu huku shoto huku kulia, huyu anageuka, wanalinda. Acha kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Pewa kulinda vitu vingine, sio jina la Yesu. Yani wewe zuia vitu vingine, unaweza kuzuia, lakini huwezi kuzuia jina la Yesu. Nakwambia hata kama una jeuri, hata kama una pesa, hata kama ni mtawala, hata kama unajua mambo mengi, unaweza ukawazuia wanadamu. Yesu hazuiriki wala hakamatiki. Biblia inasema hivi, wakati wanalinda maaskari, ghafla kimbunga cha mbinguni kikashuka. Anasema katikati ya makaburi likatokea tetemeko kubwa. Nakwambia hivi, nyinyi mnajua tetemeko? Mimi mnajua tetemeko? Nyinyi mnasikiaga tu kwenye radio. Wa Bukoba kidogo liliwahi tokea, liliwatikisa. Sijui na wapi lilitokea? Na Kigoma liliwahi tokea. Na Singida, mikoa hii ambako lipita bonde la ufa, ndio mara nyingi tetemeko linapita. Bwana Yesu asifiwe. Wana historia. Mimi nakwambia tetemeko la ardhi likitokea ni mtikisiko. Yaani ardhi unakuta inaanza inapasuka, nyingine inazama, inatumbukia, inakwenda chini, kila kitu, vitu vinaharibika. Nisikilize, ndicho kilichotokea wakati Mungu anaamua kumtoa mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Alileta tetemeko likatikisa. Tetemeko lilipotikisa likatikisa, Biblia inasema walinzi waliokuwa wanalinda kaburi wakapigwa mweleka, wakadondoka chini. Miili yao ikafa ganzi kama wafu, miili yao ikafa ganzi kama marehemu. Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme anapotoka, hakuna aliyeshuhudia hata mmoja. Ni mbingu peke yake zilishuhudia. Hawa jamaa walipigwa chini, wakaanguka, wakazimika, wakawa hawajielewi. Mfalme wa wafalme, nisikilize, akatuma malaika, akamwambia malaika, Mungu akamwambia malaika, enenda. Si waliweka jiwe. Unajua Yesu walipata vituko. Bwana asifiwe. Makaburi mengine sio wanazika tu kawaida. La Yesu walitafuta jiwe kubwa.
lenyewe hakuna anayeweza kulinyanyua. Bwana Yesu asifiwe. Wakaenda kwenye kaburi wakagongomea, tutamuona hapa hata kitakufufuka atashindwa, ili jiwe hata aliweza kulinyanyua. Kama akifufuka atakufa na njaa, lazima kaburi litabaki hapa hapa, atafia humo na njaa. Ndio walichokuwa nakifikiria. Lakini Mungu akatuma malaika. Malaika lilipotokea tetemeko, malaika taratibu. Malaika sio watu wa kawaida wewe. Bwana Yesu asifiwe. Juzi niliwaambia malaika ni watu wanaotuhudumia. Ni watumishi wetu, Mungu amewatuma kwa ajili ya kutuhudumia. Wako malaika wanatutangulia mbele na nyuma. Tunapokwenda wanatulinda. Bwana asifiwe. Vibaka njiani wanaokuaga mbele wanataka kutunani, wanakamata, wanakula vibao, tunapita salama. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana niliwaambia nyinyi mkikuta nazi wamepasua hapo, zuri bebeni kapikieni. Malaika huwa anakuwa ameshapiga makofi, washaondoka, wapo. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Malaika with powerful power, wakiwa na nguvu zote, wakalikamata jiwe, wakaliviringisha, wakaenda wakakaa pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Wanasubiri mwenyewe achomoke, hawakwenda kumchomoa, alichomoka mwenyewe. Haleluya! Maana nyuma aliwaambia, kaambia hivi, uhai nilionao ninaweza kuutoa, alafu naweza kuutoa. Umewahi kusikia kitu namna hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Yaani uhai mtu alionao, huu ninaweza nikatoa. Nikaona marehemu hapa, lakini mkinichanganya tu nachukua narudisha. Jina la Bwana libarikiwe. Aliwahi tamka akawaambia namna hiyo. Kwa hiyo hakuna aliyeenda kumtoa mle chini. Yeye aliyetoa uhai wake akasema na utoa, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ulipofika wakati wa kutoa uhai wake, akautoa uhai wake, akatokeza nje. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamaa walipoamka wakakuta shimo liko, wakasema Mungu wangu, kibarua kimeshaisha. Hapa kibarua hatuna tena. Hapa tunakuja kufa. Hapa tunakuja kuuawa. Eti nasikia wakasuka njama. Kwamba jamani, wakiuliza semeni wamemuiba, sio wamefufuka. Msiseme amefufuka, semeni hivi walinzi hamna aibu kabisa. Mlikuwa mnalinda lini mpaka wamuibe? Walinzi mmepewa kazi ya kulinda, alafu mtu anaibiwa. Alafu nanyi mnasema mnapeleka taarifa, mnasema wamemuiba. Hivi unaona inakuja? Unakamatwa wewe, pigwa risasi. Wewe mpaka wanamuiba, ulikuwa wapi? Na tulisha kuambia jamaa mjanja alishasema atafufuka. Alafu ulikuwa unalinda kilegelege. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize, hizi stories za Yesu ni pana. Mimi ukisema nizihubiri, huwa ninapata ujasiri wa kuzihubiri. Yaani zinatisha. Nasema zinatisha. Yesu ndiye aliyeingia kwenye gereza la Paulo na Sila. Magereza yakawaachia wakatoka. Siku moja wakamkamata tena Petro na Yohana, wakawaweka ndani. Soma sura ya 5 ya Matendo ya Mitume. Walipowaweka ndani kwa sababu ya kuhubiri, anasema ya kwamba akasema watu wasiwatoe. Asubuhi wanashangaa, wanawakuta wako mtaani wanapiga injili, wanawakuta wanahubiri, wanaenda kwa mfalme, wanasema jamani, wale mliowafunga jana mbona tumekuta wanahubiri pale? Acha uongo, sio wenyewe. Wakasema tumewaona wenyewe wanahubiri. Haleluya. Wanaenda gerezani, wanakuta milango kama walivyofunga, fungua ndani peupe, hamna mtu. Jina la Bwana libarikiwe. Huyu ndio Yesu tunayemhubiri. Haleluya, haleluya. Nisikilize, maandiko yanaonyesha ya kwamba baada ya pale anasema ya kwamba Yesu akafufuka. Kina Mariamu na Magdalena wamewahi saa 12 tukaupake mwili wa Yesu mafuta. Wakawa wanawaza ni nani atakayetutolea lile jiwe mlangoni, maana wameweka asija kaingia mtu. Makaburi mengine walikuwa wanaruhusiwa, anaweza kuingia kupaka mafuta, lakini wanawaza tutafanyaje, maana Yesu ameweka jiwe kubwa. Wakati wanaenda wanafika
pale wanachungulia, anasema wakaona kaburi liko wazi, wakaanza kuchanganyikiwa, wanalia, nani ameiba mwili wa Yesu wetu? Nani ameiba mwili wa kiongozi wetu? Nani ameiba mwili wa jemadari wetu? Anasema malaika wa Bwana akajitokeza, akasema, enyi kina mama, hamuna haja ya kulia wala kuogopa, hamuna haja ya kulia wala kuwa na mashaka. Najua mnamtafuta yule Yesu aliyesulubiwa, hayupo kaburini, amefufuka. Natangaza asubuhi ya leo, Yesu tunayemhubiri hayupo kaburini, alishatoka. Narudia, mataifa yajue, Yesu tunayemhubiri alishatoka kaburini. Yesu tunayemhubiri alishatoka kaburini, hayupo kaburini. Haleluya! Na ndio maana tunahubiri, kwa sababu tunajua nguvu ya ufufuo iliyo ndani yake. Tunaelewa nguvu ya ufufuo iliyo ndani yake. Akiingia kwenye maisha ya mtu, anabadilisha kila kilichokufa, kinainuka tena. Kila kilichokufa kinainuka tena. Ametupa mamlaka, tunatembea na mamlaka yote katika yeye, maana anaweza yote. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa, jina la Bwana libarikiwe. Nisikilize, hatuhubiri habari za marehemu. Wako watu wanamfananisha Yesu na Isa. Nisikilize, Isa bin Mariamu alikufa na kaburi lake lipo, lakini Yesu sio Isa. Yesu ni Yesu. Kama Yesu alitoka kaburini, yuko hai. Usimlinganishe na chochote, usimlinganishe na wanadamu, usimlinganishe na watu walitoka kaburini. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa, hizi habari ni njema na ni za hakika na ni za kweli. Yesu tunayemhubiri alishatoka makaburini. Na ninapongea hivi ya kwamba Yesu alishatoka makaburini, ninaelewa siongei kwa kukisia, ninaelewa siongei kwa kubahatisha. Alishatoka makaburini. Na ndio maana nikitaja jina Yesu, mapepo yanachanganyikiwa. Na ndio maana nikitaja jina Yesu, majini yanachanganyikiwa. Na ndio maana nikitaja jina la Yesu, vinyamkela vinachanganyikiwa. Nisikilize, libebe jina la Yesu popote utakapoenda. Linalipa, linalipa, linalipa. Ukimtaja watu wanageuka, ukimtaja watu wanabadilika, ukimtaja anainua. Jina la Bwana libarikiwe. Nisikilize, ninamtaja Yesu, nimeona anafanya maisha ya watu yanabadilika. Alianza kwenye maisha yangu, amebadilisha vibaka ninaowajua, amebadilisha makahaba ninaowajua, ameponya wagonjwa ninaowajua, ameinua yale yasiyowezekana yakawezekana, ameponya watu. Na ndio maana ninataja, na ndio maana watu wanapokuja ninaomba kwa ajili yao kwa jina la Yesu, maana ninaona nikitaja yako maajabu yanatokea. Maana ninaona kwa macho yangu nikitaja jina la Yesu watu wanapona. Maana ninaona kwa macho yangu nikitaja jina la Yesu maajabu yanatokea. Acha niseme Yesu, maana ninamwelewa yote katika yote na ndani ya yote. Hajawahi kushindwa, hafananishwi na kitu chochote. Yeye ni Bwana.
kwa utukufu wa Bwana. Kama unanielewa mpigie Bwana Yesu makofi. Kama unanielewa mpigie Bwana Yesu makofi. Hatujachanganyikiwa mataifa, hatujachanganyikiwa watu wa dunia, hatujarukwa na akili, bado ziko timamu, lakini tunaelewa tunayemsema ya kwamba ni simba wa kabila la Yuda, lakini tunamuelewa tunayemsema ya kwamba anaweza yote. Kwake hakuna lisilowezekana. Simama kwa miguu yako. Kwake hakuna lisilowezekana. Narudia, kwake hakuna lisilowezekana. Narudia, kwake hakuna lisilowezekana. Magonjwa yaliyoshindikana kwa wanadamu, kwa Yesu yanawezekana. Matatizo yaliyoshindikana kwa wanadamu, kwa Yesu yanawezekana. Yale ambayo yamewashinda wanadamu, natangaza kwa Yesu yanawezekana. Ni utayari wa moyo wako kuingilia ndani ya maisha yako. Ni utayari wa kuruhusu Yesu aingie kwenye moyo wako. Unapojiachilia kwake na kumwambia karibu Bwana, anaingia kwenye maisha yako. Ukimwambia karibu Bwana, anaingia kwenye maisha yako. Anabadilisha historia za watu, atabadilisha na historia ya maisha yako. Muamini. Inua mikono.